ya Tanzania. Ukiangalia namba zake hata msimu huu amecheza mechi chache sana, lakini namba zake za kuweza kufunga zimekuwa kubwa zaidi. Anahusika katika magoli 17. Ukiangalia idadi ya mechi alizocheza ni chache. Fadlu Davis ana uwezo, hata kama atakapomchukua Pacome Pierre Zouzoua na Jasha au akiwepo ndani ya kikosi, Elie Mpanzu akiwepo ndani ya kikosi, katika eneo la mwisho kunakuwa na ubunifu mkubwa zaidi, kwa maana unapokuwa na Pierre Pacome Zouzoua, unapokuwa na Elie Mpanzu, unapokuwa na Jasha au tayari unakuwa ushatengeneza combination ambayo inakwenda kuleta maafa makubwa zaidi kwa mpinzani. Jina lake la kwanza ni Pierre Pacome. Hili ndio jina lake la kwanza kabisa, Pierre Pacome, lakini la mwisho kabisa anaitwa Zouzoua. Huyu ni mchezaji hatari kabisa, raia wa kutokea pale taifa la Ivory Coast, mwenye miaka 27, ambapo alikuwa MVP wa msimu wa mwaka 2022 katika nchi ya Ivory Coast, akiwa anachezea klabu ya ASEC Mimosas, na kwa sasa 2023 alijiunga Dar es Salaam Young Africa na aliweza kucheza msimu 2023-2024, na sasa anakwenda msimu 2024-2025 akiwa ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa. Mpaka sasa tunaona ana magoli 9 akiwa na pasi saidizi 8, na ukiangalia katika movement zake za ufungaji zimekuwa ni bora kweli, lakini ndiye mchezaji pekee ambaye ameweza kukusanya tuzo za mchezaji bora baada ya mechi mara nyingi kuliko mchezaji mwingine yoyote yule. Huyu si mwingine bali ni Pacome Pierre Zouzoua. Watu wengi wanapenda kumuita profesa. Kitu ambacho watu hawakitambui ni kwamba Profesa Pacome Zouzoua hata akiwa nchini kwao Ivory Coast amekuwa akipata heshima kubwa sana, ikiwemo hata wachezaji wa Ivory Coast ambao wanacheza barani Ulaya wamekuwa na heshima kubwa sana kwa Pacome Pierre Zouzoua. Wote inatokana na uwezo wake mkubwa wa kuweza kucheza mpira na kuweza kumiliki mpira. Ukienda pale katika Watala, uwanja ule maarufu kabisa kule nchini Ivory Coast, kuna kisehemu chake kabisa jukwani wamekitenga kwa ajili ya profesa. Yaani hapo panaitwa Profesa Stage. Yaani watu wanakaa hapo na kuweza kutazama mpira. Kwa hiyo ni kwa namna gani Pierre Pacome Zouzoua amekuwa na heshima kubwa sana katika taifa la Ivory Coast, lakini pia amekuwa na sifa kubwa na heshima kubwa hata katika ardhi ya Tanzania. Ukiangalia namba zake hata msimu huu amecheza mechi chache sana, lakini namba zake za kuweza kufunga zimekuwa kubwa zaidi. Anahusika katika magoli 17. Ukiangalia idadi ya mechi alizocheza ni chache, lakini akiandamwa na majeraha kweli. Mwikenda amekuwa ni mtu ambaye akihusika zaidi katika kuleta majeraha kwa Pacome Pierre Zouzoua, na hata baadhi ya mashabiki wa Dar es Salaam Young Africa wamekuwa wakilalamika zaidi kwa nini kila siku ni yeye anamsababishia majeraha. Hayo ni maisha ya mpira, ndio mpira ulivyo, lakini huwezi kuzuia chochote. Lakini kwa sasa ninachotaka kukuletea mwanamichezo, mwana Steam Media, ni kuhusiana na tetesi ambayo ipo chini ya carpet kuhusiana na mchezaji huyu fundi kabisa Pacome Pierre Zouzoua, akiwa anahusishwa kuweza kuondoka viunga vya Jangwani na kwenda kujiunga kwa mahasimu wao Dar es Salaam Young Africa, Simba Sports Club. Kwa sasa amekuwa katika mtego huo wa kuweza kuhitajika ndani ya Simba Sports Club. Kila mmoja anafahamu namna Simba kwa sasa wanapokitengeneza kikosi chao, wamekuwa na usiriazi mkubwa sana kuhitaji kufanya mabadiliko ya hali ya juu katika msimu ujao, na tunaona kuwa akiwa wapo katika mawindo ya kuweza kunasa sign za wachezaji mbalimbali, ikiwemo Celestine Eka ambaye mchezaji akiwa anachezea kule ASEC Mimosas. Huyu ni namba 10, huyu ni mashuhuri sana akicheza nyuma ya forward huyu Eka Angel, ambaye naye pia yupo katika mawindo ya Simba Sports Club. Lakini bado wakaona haitoshi, kwa sasa wameamua kugeuza silaha zao na kuzielekeza moja kwa moja kwa Pacome Pierre Zouzoua. Na paka naingia mitamboni kwa taarifa ambazo nimepenyezewa ni kwamba paka sasa ile pre-contract tayari ameshaweza kujaza mkataba wa awali Pacome Pierre Zouzoua kwa kuweza kuhusishwa kwenda Simba Sports Club. Na hapa hebu tuende tukaitazame nafasi yake anaoicheza
je, akienda Simba Sports Club anaweza akapata nafasi ya kuweza kuhudumu katika kikosi cha Simba, anaweza akanufaisha Simba au inakuwaje? Ukiangalia Fadlu Davis moja kwa moja faili lake kwenda kwa viongozi kwamba anamhitaji Pierre Pacome Zouzoua, maana yake kwamba tayari ameshapima misuli ambayo Pierre alikuwa nayo, lakini pia kwa nafasi ambayo ipo ndani ya Simba Sports Club. Fadlu Davis mara kadhaa amesikika akiwa anasema kuwa anahitaji namba 10 ambaye ataweza kuendana na kasi aliyokuwa nayo. Kwa sasa namba 10 wanaomtegemea ni Jasha Aua, ambaye huyu akiwa amechoka, akiwa hayupo kwenye form, akiwa amekataliwa katika mechi fulani, hajaamka vizuri, Simba ilikuwa ikipata wakati mgumu zaidi kwenye kutengeneza mazingira ya mbadala wake. Kwa hiyo anapoongezeka Pacome Pierre Zouzoua inakwenda kuongeza uhai zaidi katika eneo la mwisho. Kwa sasa tunaona Elie Mpanzu moja kwa moja ameingia katika mpango wa mwalimu, amekuwa na msaada mkubwa zaidi, lakini anapoongezeka Pierre Pacome Zouzoua maana yake anakwenda kuongeza ubunifu zaidi katika eneo la mwisho, ambapo itakuwa inawapelekea Simba Sports Club kuweza kuwa na watu wengi zaidi katika eneo la mwisho, kwa maana ya kwamba nafasi yake inakuwa iko wazi kabisa. Fadlu Davis ana uwezo hata kama atakapomchukua Pacome Pierre Zouzoua na Jasha Aua akiwepo ndani ya kikosi, Elie Mpanzu akiwepo ndani ya kikosi, katika eneo la mwisho kunakuwa na ubunifu mkubwa zaidi, kwa maana unapokuwa na Pierre Pacome Zouzoua, unapokuwa na Elie Mpanzu, unapokuwa na Jasha Aua, tayari unakuwa ushatengeneza combination ambayo inakwenda kuleta maafa makubwa zaidi kwa mpinzani. Ukimwangalia Kibu Denis ni mchezaji ambaye amekuwa kutumainiwa ndani ya Simba Sports Club. Ina maana kwamba mwalimu akishakuwa ameona kwamba tayari ana wachezaji wanne ambao katika eneo la mwisho wanaweza kumpa faida, ina maana wakati mwingine mwalimu anaweza kaingia kwa mpango mkakati kulingana na mechi husika. Akiona mechi ina matumizi makubwa ya nguvu, akiona mechi inahitaji kuweza kuwa frustrate mabeki na kuweza kuwafanya wasiwe katika hali ya kuwa comfort zone, ana uwezo wa kucheza na Kibu Denis. Lakini pale ambapo atakapokuwa anahitaji ubunifu zaidi, ina maana kwamba anakuwa na machaguo sahihi, kwamba anakuwa na Aua, anakuwa na Elie Mpanzu, lakini Pacome Pierre Zouzoua. Na hata ukiangalia umri ambao alikuwa nao Pacome Pierre Zouzoua kwa sasa ana miaka 27. Ukiangalia umri wake wa miaka 27 katika ligi yetu ya Tanzania ni mmoja wa wachezaji ambao wanaweza kukompiti vyema kabisa, na sioni akiwa anawaza kwenda katika mataifa ya Ulaya kwa sababu eji yake tayari imeshaondoka. Ana misimu 5 takriban ya kuweza kucheza katika ushindani wa hali ya juu. Kwa hiyo si rahisi kuweza kumfikiria kwenda nje ya Tanzania, kwa maana ya kwamba kwenda barani Ulaya, labda kama ataenda katika mechi katika timu za hapa Afrika, isipokuwa itakuwa ni timu kubwa zaidi. Kama anakosekana Simba, ina maana kwamba atawaza kwenda mataifa ya Afrika ya Kaskazini au Afrika ya Magharibi. Lakini moja kwa moja kwa sasa mpira wa Tanzania umepanda katika viwango vya hali ya juu, ni ligi namba 4 kwa sasa kwa ubora. Kwa hiyo ina maana hakuna mchezaji ambaye atahitaji kutoka katika ligi bora namna hiyo. Ukizungumzia ligi bora kwa bara la Afrika, manake unaizungumzia Egypt ikiwa iko juu zaidi, unaizungumzia Morocco, unaizungumzia Tunisia, unaizungumzia South Africa, unaizungumzia Tanzania. Kwa hiyo ni katika nchi 5 bora, Tanzania nawe lazima ichomoze katika mchuano wa kuweza kupata ligi bora. Kwa hiyo hata wachezaji nao pia huwa wanatamani kucheza katika ligi ambazo zimekuwa na ubora mkubwa zaidi. Tunaiona Ivory Coast ikiwa ni taifa ambalo kwa sasa ni bingwa AFCON, lakini katika mtanange wa kuweza kutafuta ligi bora barani Afrika, Ivory Coast haipo kabisa. Lakini Tanzania imeweza kuchomoza. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kuna sababu rukuki za Pacome Pierre Zouzoua kuweza kuingia ndani ya viunga vya Simba Sports Club. Ukimwangalia mtu kama Mohamed Dewji Mo ameweza kudhamiria kabisa kumchukua mchezaji huyu, na dau ambao ameliweka mezani ni dau nono sana, lakini pia mshahara wake ni mshahara mnono, na Simba wako tayari kuweza kumlipa milioni 35 kwa mwezi. Lakini pia hata signing fee imekuwa ya viwango vya hali ya juu. Mpaka sasa bado wapo katika makubaliano ya signing fee, lakini Simba wamefika kiwango cha milioni 650 kwa ajili ya kuweza kupata sahihi ya Pierre Pacome Zouzoua. Lakini bado management ya Pacome Zouzoua ipo katika mjadala wa kuweza kuona namna gani maslahi yanaweza yakaongezeka zaidi. Lakini pia Fadlu Davis ameonyesha nia ya dhahiri kumhitaji mchezaji huyu, lakini pia hata Mohamed Dewji Mo naye pia ameonyesha dhahiri shairi kuwa anahitaji huduma yake
Kwa yuko tayari kuweza kuweka kitita hicho ili waweze kuinasa saini ya Pacome Pierdo Zouzoua. Mwanzo mwisho ulikuwa nami Steven Mapunda nikiwa nakuletea tetesi hii murwa kabisa ya Pierdo Pacome Zouzoua kujihusishwa kwenda katika viunga vya Simba Sports Club. Kama hujasubscribe basi unaweza kufanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, itakuja alama ya kengele, bonyeza, itakuja neno all, bonyeza. Kwa kufanya hivyo utakuwa tayari ushakuwa mmoja wetu na kuweza kuhabarika kwa habari kemkem za kimichezo ndani ya Steam Media. Nyuma ya kamera tulikuwa naye Damian Mapunda. Hadi wakati mwingine, bye bye.